aina 5 ya wanaume ambao mwanamke hawezi kuwasahau ikiwa alishawahi kutoka nao kimahusiano. Ni muhimu sana kujua kwamba kuna aina 5 ambayo mwanamke yoyote huwa ni ngumu sana kuweza kuwasahau kwa wepesi ikiwa alishawahi kutoka na aina hii 5 ya wanaume au na aina mojawapo ya wanaume ambao nitaweza kuwataja. Na pia ni muhimu sana kujua kwamba aina hii 5 ya wanaume huwa ni ngumu sana mwanamke yoyote aliyepo katika ndoa au katika mahusiano mengine kuweza kumsahau au kuwasahau aina hii ya wanaume. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kwamba epuka sana kuingia katika ndoa na aina hii 5 ya aina ya wanaume ambao mwanamke alishawahi kuwa nao kimahusiano. Aina ya kwanza ni aina ya mwanaume ambaye alishakuwa naye katika mahusiano ya pika nipakue, yaani ya kuishi pamoja. Hii ni mojawapo ya aina ya mwanaume ambaye ni ngumu sana mwanamke kuweza kumsahau kiwepesi. Yaani mfano tutolee wanawake ambao wapo chuo, wanaishi, yaani anakuwa yupo chuo alafu anaishi na mwanaume na mpenzi wake kwenye chumba kimoja au wanaishi pamoja pika nipakue. Hii huwa ni ngumu sana mwanamke kuweza kumsahau huyo mwanaume kutokana na ule ukaribu wa pamoja kuishi pamoja. Kwa hiyo huwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ni mojawapo ya aina ya mwanaume ambaye huwa ni ngumu sana kuweza kumsahau. Na pia aina ya pili ni aina ya mwanaume ambaye aliwahi kumfundisha au kumtoa kisamvu. Hii pia ni mojawapo ya aina ya mwanaume ambaye ni ngumu sana mwanamke kuweza kumsahau ikiwa alifundishwa na huyo mwanaume kumtafuna kisamvu. Na pia aina ya tatu ni aina ya mwanaume ambaye alikuwa anamuandaa vizuri wakati wa kufanya mapenzi. Hii pia ni mojawapo ya aina ya mwanaume ambaye ni ngumu sana mwanamke yoyote kuweza kumsahau huyo mwanaume. Na pia aina ya 4 ni aina ya mwanaume ambaye alikuwa anamkonyoza wakati alipokuwa anafanya mapenzi. Ni muhimu sana kujua kwamba mwanamke yoyote ambaye alikuwa na aina ya mwanaume ambaye alikuwa anamkonyoza wakati wa kufanya mapenzi huwa ni ngumu sana kuweza kumsahau. Na pia aina ya mwisho kabisa ni aina ya mwanaume ambaye aliweza kumfundisha upumbavu na yeye akaufanya. Mfano wa kufanya mapenzi na wanawake wawili au na wanaume wawili. Yaani mwanamke mpenzi wake aliweza kuleta mfano mwanaume mwingine akafanya naye au akaleta rafiki yake wa kike mwingine akafanya naye. Hii pia ni mojawapo ya aina ya mwanaume ambaye ni ngumu sana mwanamke kuweza kumsahau kiwepesi kabisa. Kwa hiyo hii ndio aina 5 ya wanaume ambao mwanamke huwa ni ngumu sana kuweza kumsahau huyo mwanaume. Na pia nikukumbushe kwamba wanaume wengi wanaamini kwamba mwanamke aliyemtoa, yaani mwanaume aliyemtoa bikira mwanamke, huwa mwanamke ni ngumu sana kuweza kumsahau. Lakini nakwambia ukweli, 90% ya wanawake wengi ambao walitoka bikira na mwanaume fulani, wengi wao hawakuenjoy, na pengine wengine huwa wanakosa hisia za kufanya mapenzi kutokana na jinsi ambavyo waliweza kutolewa bikira vibaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba hii ni mojawapo ya dhana ambayo jamii nyingi au jamii ya wanaume wengi wanaamini kwamba mwanaume yote ambaye alimtoa bikira mwanamke, huyo mwanamke hawezi kumsahau. Lakini na kuhakikishia kwamba 90% kubwa wanawake wengi wamekosa hisia za kufanya mapenzi kutokana na wanaume jinsi walivyowatoa bikira, hali ambayo iliwafanya kuweza kukosa hisia za kufanya mapenzi. Kama unahitaji ushauri au video za kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713 728736, na kama upo nje Tanzania anza na jumlisha 255 713 728736. Kumbuka pia nitaweza kukufundisha namna ya kuweza kutoa bikira, na kama wewe ni mwanamke una bikira naweza nikakutoa mimi bikira, lakini hakikisha unapata mafunzo haya katika channel hii. Naitwa Isaac Kanyankole.